nikisema hakuna maendeleo aina yote nitakuwa nakosea. Yapo maendeleo, yapo na yanaonekana, lakini ninatofahamu katika maeneo gani kabla hujazungumza. Lakini actually ukiangalia kwa mfano, kuna mabadiliko katika elimu, miundombinu, kuna mabadiliko kiasi upande wa miundombinu, lakini pamoja na hayo yote sidhani kama hiyo nafasi tuliopo leo ndio inayotustahili. Okay. Mimi nadhani tukiwa na viongozi bora, tukiwa na demokrasia ambayo inaweza kuruhusu watu kushindana na wananchi kuchagua viongozi wenye uwezo, pengine tungekuwa mbele zaidi. Kwa mfano, nitakupa mfano mmoja mdogo sana. Juzi hapa Chama cha Mapinduzi wametumia gharama kubwa sana wakati wanajaribu kuhujumu mkutano wetu. Wakikodi magari kwa bei kubwa ya PA, wakikodi magari ya vijijini asiweze kuleta wanachama. Lakini jaribu kuangalia huduma zinazotolewa kwenye jamii yetu ya hapa Sumbawanga. Leo serikali imeboresha kupitia hiyo miradi ya boost na kadhalika, kujenga madarasa mazuri, wakajenga vyoo, lakini leo watoto wanaugua UTI kwa sababu ya just tu kukosa huduma za maji. Huduma za maji, unapokuwa na shule yenye wanafunzi zaidi ya 1000, wako shule ya msingi pale, maji yanakuja mara yanakatika, mara yanafanyaje, gharama za uendeshaji huo ni mkubwa, mwisho wa siku uchafu na kithiri. Mimi nilifikiri badala ya hawa CCM kuelekeza hizo fedha kwenda kuwapa wenye magari ili wasiweze kwenda kutangaza mikutano ya Chadema, wangeweza kuelekeza hizo gharama wakazipeleka kwenye mashule, wakalipa bili za maji kwenye mashule, kwenye hiyo vyoo ambavyo wameenda kuvijenga huko vijijini, lakini hawana uwezo kwa hudumia hawa. Muda wetu si rafiki sana, na tamani